Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba niruhusu pia nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima ya kipekee aliyotupatia jana. Si tu kwamba amepatia heshima hiyo wachezaji, bali ametoa heshima kwa Watanzania wote wapenzi wa michezo. Na kama unakumbuka, alipotembelewa na mfalme wa Morocco, moja ya mambo aliyoweza kuongea naye na kumuomba mfalme wa Morocco amuunge mkono ilikuwa ni mambo makubwa mawili. La kwanza, alimuomba amsaidie kujenga msikiti mkubwa wa Afrika Mashariki ambao hujawahi kutokea. Lakini la pili, alimuomba amsaidie kujenga uwanja wa mpira, kwa maana ya kwamba aliona uhitaji wa ujenzi wa uwanja wa mpira ni mkubwa na kuona kuna wapenzi wetu wa michezo, na hatimaye akatoa hayo maombi. Na haikuishia hapo. Hivi karibuni tumeona jinsi gani ambavyo rais wetu si tu kwamba amekuwa akitoa mchango kama pesa kuchangia Taifa Stars, lakini pia ameonyesha furaha yake pale ambapo tunafanikiwa na maumivu yake pale ambapo tunakwama kufanikiwa. Rais anayetutakia mema katika michezo, rais anayetuombea heri, na sio hivyo tu, ni rais anayetamani kuona mafanikio makubwa, kwa sababu yeye haamini katika kushindwa, na pia anataka Watanzania ambao wanatuongoza tusiamini ya kwamba tunaweza kushindwa, bali tuamini ya kwamba tunashinda. Na kupitia fursa hiyo, Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba ni declare ya kwamba kuanzia leo mpaka pale ambapo Mungu atapendezwa, yoyote atakayekuja kwenye uwanja wa Mkapa lazima tumpige tu. Hakuna timu yoyote ile, hata ile Manchester wanaocheza kwenye play game, hata wakija uwanja wetu wa Taifa lazima wapigwe. Wapigwe kwa sababu gani? Sasa Watanzania tunajiamini na uwezo tunao, na tumempata mchezaji namba 12 ambaye alikuwa ni adimu sana, naye ni shabiki. Tuna uhakika yoyote atakayekuja uwanja wetu wa Taifa lazima lale. Na hivi mwezi wa 4 tarehe 5 tuna mashindano. Tarehe 5 tuna mashindano ambao Twiga Stars wanacheza katika uwanja wetu wa Taifa. Nina matumaini yangu watapigwa tu. Tarehe 14 tunaanza mashindano ya AFCON Under 17 ambao sisi ni hosti katika mkoa huu. Ninao matumaini watapigwa tu. Kwa hiyo yoyote ile ajaye, na nina uhakika ya kwamba itakapocheza timu timu ya Simba na timu yoyote nje ya Tanzania, au timu ya Yanga na timu yoyote nje ya Tanzania, uwanja pekee mnaoweza kuchagua wenye matokeo chanya, wenye ushindi, ni uwanja wa Mkapa. Mkienda pale likao nacheza Taifa yote Tanzania, na klabu yoyote au na timu ya Taifa Stars, matumaini yangu ni kwamba tutashinda, kwa sababu tunaye mchezaji namba 12 ambaye ataongeza hamasa na kuleta matokeo chanya ambao ni ushindi tunaotegemea. Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba sasa niruhusu niseme machache juu ya mashindano ya AFCON Under 17 yanayokwenda kufanyika katika mkoa wetu. Mkoa wetu wa Dar es Salaam umepata bahati, na kwa miaka mingi fursa hii ilikuwa haijapatikana. Na tunaendelea kusema kwamba mkiwa na rais mwenye kumtanguliza Mungu, mwenye mapenzi mema na taifa lake, anayeamua kusacrifice mambo kwa ajili ya nchi yake, Mungu naye hufungua milango ya baraka. Huu wa 4 unaokuja, Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla tutapokea na tutaingia kwenye mashindano Under 17. Na timu yetu ya hawa vijana tunahitajika kuqualify mechi 2 tu. Mechi 2. Tukishinda mechi 2 tunaingia kwenye World Cup. Tukishinda mechi 2 Tanzania inaingia kwenye rekodi ya World Cup. Tafsiri yake nini? Ndio wakati umefika wa kufunga mikanda. Ni wakati ambao kila Mtanzania ajue sasa tumepata fursa ya kipekee. Si tu ya Tanzania kuingia kwenye mashindano ya AFCON, si tu ya Tanzania kuingia kwenye mashindano ya vilabu ndani ya Afrika, bali ya Tanzania kupeperusha bendera katika mashindano duniani na dunia yote ikaona. Na kwa sababu hiyo yako mambo mengi ambayo tutakwenda kuyafanya. Mojawapo ni wataarifu ya kwamba tutakuwa na wageni watakaokuja katika mashindano ya AFCON Under 17 kutoka nchi zote za Afrika. Na viongozi wote wa michezo Afrika wa ngazi zote za juu wataingia Dar es Salaam kuanzia tarehe 5. Ugeni wao una faida kubwa sana. Moja, hoteli zinakwenda kupata soko, daladala zinakwenda kupata soko,
migahawa inakwenda kupata soko, na sio tu hivyo, hata nyinyi waandishi wa habari mnakwenda kupata content katika safari za hapa na pale katika kutumikia taifa letu. La pili, ujio wao na mashindano haya kufanyika ndani ya mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla, dunia nzima inatazama, kwa sababu timu yetu under 17 ikiqualify mechi mbili wanaingia World Cup, na wakiingia World Cup maana yake nini? Ya kwamba dunia nzima itaanza kuangalia vijana wanaocheza mpira. Sasa hivi trendi imehama kutoka nchi za Ulaya, wanahamia kuja Afrika kwa tazama wachezaji wakubwa wazuri. Na mkifuatilia hata kwenye mashindano ya World Cup na mashindano mengine ya vilabu vyote vikubwa duniani, wanaongoza pia kwa kufanya vizuri wengi na wachezaji wa Afrika. Kwa hiyo sasa hata wao wamejua, watu wa FIFA na federation zingine zote, kwamba kumbe Afrika kuna watu potential, na wanakuja na watakuwepo Dar es Salaam hapa kuhakikisha kwamba wanatafuta vijana wazuri na mwishowe kuwachukua kwa ajili ya kwenda kuwapeleka kwenye timu zao. Jamani, ndugu zanguni, mpira ni pesa, mpira ni uchumi, mpira ni utalii, mpira ni amani, mpira ni umoja. Niwaombe tutumie fursa hii ya AFCON under 17 iwe ni moja ya mikakati ya kuhakikisha kwamba tunautumia vizuri fursa hii na kuhakikisha tunaleta matokeo chanya katika swala hili la mpira. Mheshimiwa Rais wa TFF, nakumbuka pia jana katika hotuba yako wakati kwa Mheshimiwa Rais ulidokeza swala zima la kuanzisha ligi ya vijana wenye umri wa miaka 13, 14, 15 mpaka 17, ukiwa na lengo la kuanza kuandaa wakina Samata wengine. Mheshimiwa Rais wa TFF, mimi nakuhakikishia kwenye mkoa wetu tutakupa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba hawa vijana tunawapata, na sisi tutakuwa kipaumbele kuona namna gani mambo yanakwenda vizuri. Leo kabla sijaja hapa nilikuwa na mkutano na RCC nikiwa na kuwa mikoa wote na baadhi ya wabunge na mamea. Tumejadiliana pia umuhimu wa kurejesha viwanja vyote vilivyopotea, vilivyotekwa au kutaifichwa au kuvamiwa, ili virudi viweze kuboreshwa na vifae kwa ajili ya michezo na kuwapata vijana wengi wanaoweza kustahili kuingia huko. Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba niruhusu pia ushindi tuliopata wa Taifa Star unatupeleka Misri. Na jana mmesema kamati hii endelee, na kwa kauli ambazo zilitoka kwa viongozi wetu wakubwa, sisi tumepokea kwa mikono miwili, ni maelekezo, na hii kamati itakuwa na nguvu endapo wa Tanzania mtaendelea kutunga mkono, na wala hamumungi mkono Makonda, wala hamumungi mkono Faruku, wala Filimoni, wala Nasolo, mnaunga mkono mpira. Tufanye kama tulivyofanya, ya kwamba yale mambo mengine yote tunaweka pembeni, na furaha yetu hiyo ni ushindi, na wala asiwepo mtu wa kusema kwamba amefanikisha. Na ndio maana mimi nimesema heshima tuliopewa jana na viongozi wetu wa kitaifa ni heshima ambao wanastahili kuipata wasanii wote, watu wote mashuhuri, vyombo vyote vya habari, na kila mmoja aliyeweza kufanya kwa nafasi yake, kwa sababu kwa umoja wetu, Kisukuma tunasema collective responsibility, kwa uwajibikaji wa pamoja tumefanikiwa, na hatimaye tumekuwa taifa moja wa moja, na ushindi ni wa Watanzania wote. Mheshimiwa Rais wa TFF, tunao mkakati ambao siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu akituwezesha, hawa ya makundi yote matatu niliyosema, vyombo vya habari wanaongoza vile vipindi vyote na wamiliki wao, watu wote mashuhuri waliotengeneza magrupu mbalimbali kuhakikisha kwamba Taifa Star inapata watu, tunashinda, lakini pia watu wengine waliohangaika, tutakutana siku ya Ijumaa na tutakuwa na party maalum itakofanyika hapa Serena, na idadi yao tunategemea sio chini ya watu 1000. Kwa hiyo ndio itakuwa sherehe ya kamati ikiwapongeza wadau wote waliofanya kazi na kutupatia ushindi wa Taifa Star, na ndani yake tunategemea kuwa na makampuni yasiyopungua 50, na kila kampuni litanunua meza moja kwa shilingi milioni 10, na meza hiyo itakuwa brand, tutaibrandi kwa kampuni yako. Ukifika pale ufili kampuni yako, na mpaka leo tumepata baadhi ya media nyingi zimekubali kurusha live ile tukio. Maana yake njoo, na tuna kamati ambao dada Ted yuko ndugu yangu Patrick anayesimamia, wako wajumbe ambao tunataka kuhakikisha kwamba Ijumaa iwe ni usiku wa tofauti. Najua Jumapili iliyopita ulikuwa ni usiku wa tofauti kwa ndugu zetu katika maeneo kaza wa kaza, lakini tukasema na sisi tulikuwa kwenye hangover ya ushindi,
Ijumaa itakuwa ni siku yetu ya tofauti. Kwa naomba nichukue fursa hii kukuhakikishia Mheshimiwa Rais ya kwamba meza moja tutakayoiuza shilingi milioni 10 itanunuliwa na makampuni. Na makampuni hayo hayanunui ile meza kwa ajili ya chakula. Chakula tunahangaika sisi wanakamati. Lakini milioni 10 itakuwa ni deposit tunayoiweka kwenye account purpose kwa ajili ya kuhakikisha Taifa Star inashinda huko tunakokwenda. Ushindi wetu hatutaki uishie tu uwanja wa Taifa. Tunataka twende kwenye mazingira ya kwao na tukawapige ugenini. Na kwa sababu hiyo pia Mheshimiwa Rais, nikutaarifu kamati yetu ambayo uliteua wewe, tumeshajipanga na leo tumepokea makampuni kadhaa ya ndege ambayo yamekubali kutushushia gharama ya usafiri wa ndege kwa tiketi kutoka hapa kwenda Misri na kurudi hapa. Kwa hiyo tutawatangazia siku ya Ijumaa makampuni gani yaliyokubali, na tungewaomba Watanzania na washabiki na wapenzi wa mpira tuanze kukata tiketi mapema. Tunataka Misri, kwa lugha nyingine, mashabiki au Mkapa, uwanja wa Mkapa uhamie Misri, ya kwamba kule wakaelewe ya kwamba Watanzania wameamua na wanaweza. Na nimefuatilia baadhi ya mazungumzo, nimekuja kugundua Misri kuna Watanzania wengi pia na kuna vijana wengi wanaosoma kule. Kwa hiyo na sasa communications zinaendelea, hatuna haja ya kufikia kwenye hoteli, tutaenda kukodi apartment nyingi za kutosha. Nataka twende tukiwa wababe, kwa sababu sisi kupitia timu tulionayo na namna ambavyo vijana wetu wameonyesha, hatuna sababu ya kurudi nyuma. Sasa ni mwendo wa kuchukua kombe la AFCON, na uhakika Taifa Star inaweza kupeperusha bendera na Misri ikatambua Tanzania tunao watu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuambia mashabiki wote, wapenzi wote na makampuni yote ya kwamba mawasiliano yapo na mtaanza kupata simu kuanzia leo ya kuhakikisha kwamba siku ya Ijumaa tunafanya vizuri. Hadi ya milioni 10 ambayo nilitoa kwa vijana wetu wa Taifa Star, huko mambo yao yako vizuri. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako tuna shida na kila kitu kinakwenda vizuri, na mimi na matumaini ya kwamba kwa namna ambavyo tumekubaliana kukaa pamoja, taifa moja, timu moja, hakika Tanzania mpya imezaliwa. Zaidi ya yote, Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba unipelekee shukrani zangu kwa Waziri wa Michezo Dr. Harrison Mwakembe, naibu wake waziri dada yangu Juliana Shonza na timu nzima ya Wizara ya Habari, Michezo na Utamaduni kwa kukubali na sisi tuwe sehemu ya wasaidizi wao wa kuongoza katika swala la kuongeza chachu na hamasa, hasa katika timu ya kamati ya ushindi, na hatimaye tumepata ushindi. Na hakika pia nikushukuru sana wewe kwa kupendekeza jina la kuwa kamati ya ushindi, na kweli tumeshinda. Vinginevyo kamati hii ilikuwa haina maana ya kuitwa jina la kamati ya ushindi. Zaidi ya yote, naungana na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kusema tusibweteke. Mafanikio haya tuliyopata ni mwanzo. Sasa tuhakikishe mambo yanakwenda kwa umoja wetu. Za changamoto zilizojitokeza, mapungufu yaliyojitokeza ni sehemu ya mafanikio. Hakuna mafanikio yanaenda yamekamilika 100%. Nitumie fursa hii kuendelea kuwasihi, kama kuna mtu ambaye ameona jambo fulani alikwenda vizuri, ni wakati pia wa kuboresha ili tuweze kwenda wote kwa pamoja. Kamati haiwezi kuwa malaika, wala waziri hawezi kuwa malaika, wala rais wetu wa TFF hawezi kuwa malaika. Inawezekana kwa namna moja au nyingine ungetamani tungefanya na hiki na kile. Basi kama nilivyosema siku ile, milango yetu iko wazi, tunakaribisha ushauri, tunakaribisha mapendekezo. Tunaomba kila ambacho nafikiri kinaweza kutusaidia tukaongeza nguvu na mafanikio tukayapata, sisi tuko tayari kuyapokea na hatimaye kuyafanyia kazi kikamilifu. Mheshimiwa Rais wa TFF, ni kuombe tu jezi zile za taifa ziongezeke ili watu wawe na jezi na wapate jezi original kutoka kwenye sosi ya kwako mwenyewe, kuachana na watu wanaotengeneza jezi feki na hatimaye unaweza kujikuta hata jezi unanunua kwa gharama kubwa, kumbe jezi yenyewe sio original. Basi tupate jezi original ambazo najua tayari nimekusikiza leo asubuhi unazifanyia kazi na umeshaweka mambo sawa, na ni matumaini yangu ya kwamba mambo yatakwenda vizuri. Kwa kumalizia kabisa, najua wako wachezaji 9 waliokuwepo 1980 katika mechi ile ambapo tulipata nafasi pia ya kuchukua au ya kuingia mashindano ya AFCON. Wachezaji hao, kapteni wao alikuwa mzee wetu Tenga ambaye jana alikuwepo. Nitumie fursa hii kuwaomba wachezaji wote ambao jana hamkupata nafasi ya kufika Ikulu, ujumbe wenu umefika na ujumbe wenu unafanywa kazi. Na ukishatuma ujumbe unatulia kusubiri majibu. Kwa hiyo niombe tutulie hapo tulipo, na sisi tunatambua mchango wenu. Hakika tutafanyia kazi
na mamlaka husika zimeshakwisha kusikia. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Wale wachezaji wote wa zamani wale 9 ambao jana hamkupata nafasi ya kuungana na Mheshimiwa Rais pale Ikulu. Na mkumbuke ya kwamba rais wetu ni mpenda usema ukweli. Na jana alisema ukweli ya kwamba alikuwa hana mpango kabisa, alishapoteza matumaini. Kwa hata baada ya ushindi, yawezekana mambo mengine yote, wengine labda mkoa mnapatikana kwenye simu, yako mambo mengi. Lakini na uhakika kwamba maadamu ujumbe umeufikisha, basi na mimi nikiwa mkuu wa mkoa naye mwakilisha kiongozi wetu, nataka kuhakikishia kwamba ujumbe wenu umefika na unafanywa kazi, na mtulie, mtapata majibu yenu kwa wakati.